Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Ndugu zangu wasikilizaji wa habari Baraka TV, ninawakaribisha katika siku ya leo tusikilize neno la Mungu, na neno la Mungu linalopatikana katika Injili ya Luka sura ile ya 16 mstari wa kwanza mpaka ule wa 15. Na kabla ya kusikiliza neno, tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, pokea sifa na heshima mbele za kiti chako cha enzi. Asante kwa ajili ya uhai uliotupa kwa siku ya leo. Pokea sifa na heshima. Tubariki watoto wako uliotupa neema ya kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Fungua nafsi zetu, mioyo yetu, Bwana, ili tusikilize neno lako takatifu. Kwa Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu wasikilizaji wa Radio Baraka TV, niwakaribishe ndugu zangu, ninyi nyote. Kwa kadiri ya wingi wa fadhili za Bwana, neno la Mungu linasema, linalotuongoza siku ya leo katika Injili ya Luka sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka 15. Tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kwa kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayosikia juu yako? Toa hesabu ya wakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje, maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya, najua nitakalolitenda, ili nitakalotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita wadeni wa bwana wake, kila mmoja akawaambia, wa kwanza wawiwa na bwana wangu. Akasema vipimo vya mafuta. Akamwambia, toa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwa? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, toa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia, jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu, ili utakapokosekana wawakaribishe katika makao ya milele. Aliye mwaminifu katika lile dogo sana huwa mwaminifu katika lile kubwa pia, na aliye dhalimu katika lile dogo huwa dhalimu katika lile kubwa pia. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe? Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Huwezi kumtumikia Mungu na mali. Basi Mafarisayo, ambao wenyewe ni wapenda fedha, waliyasikia hayo yote, wakamdhihaki. Na mstari ule 15 na wa mwisho unaotuongoza kwa neno hili, akawaambia, ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele ya wanadamu, lakini Mungu awajua mioyo yenu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu wasikilizaji na watazamaji, naomba niwalete sasa katika tafakari hii ya kipekee kabisa katika neno hili ambalo tumelisikia kwa pamoja ninyi nyote. Neno hili limegawanyika katika mafungu makuu matatu. Jambo la kwanza katika neno hili ambalo tumepata limegawanyika katika mafungu makuu matatu. Fungu la kwanza linasema Yesu anatoa mfano wa mtu tajiri aliyekuwa na wakili aliyetapanya mali. Na fungu la pili linasema wakili dhalimu asifiwa. Wakili dhalimu asifiwa alivyotenda kwa busara. Na jambo la tatu linasema aliye mwaminifu kwa madogo atakuwa mwaminifu hata kwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika somo hili tunaweza kujifunza nini? Katika somo hili kama wasikilizaji na watazamaji wa Baraka TV, msingi mkubwa ni nafasi ya uaminifu. Na Yesu alitoa neno hili
akitaka kuwafundisha watu wawe waaminifu kwa kazi wanazozifanya. Kila mmoja mahali alipo, anapofanya kazi, aonyeshe uaminifu. Kama tulivyoona mahali hapa, hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hatua ya kwanza inatufundisha nafasi ya kipekee juu ya yule tajiri na namna alivyoigawanya ile fedha na kumpa mtu awezaye kuisimamia. Na tunaona yule dhalimu namna aliposikia tajiri wake, mkubwa wake, amesikia maneno kwamba huyu mtu anatapanya mali, alipomuita na kumuriza, nahitaji sasa utoe hesabu ya mali yako. Na yule mtu alitenda kwa kadiri alivyokusudia yule wakili, na mpaka akapata ile sifa. Kama watu wa dunia hii wanapata sifa kwa udhalimu wao, kwa vitu wanavyopewa, nafikiri sisi kama watoto wa Mungu itakuwa ni zaidi kuliko watu wa mataifa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno uaminifu ni tendo la kipekee katika maisha yetu, katika utumishi wetu. Kila mtu mahali alipo, mahali pa kazi yake, mahali pa ofisi yake, mahali alipoajiliwa, mahali anaposimamia, iwe mahali popote, kwenye nafasi yoyote, cheo chochote, tunapaswa kuwa waaminifu. Na uaminifu unatengeneza kibali cha kuendelea kustawi kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Neno uaminifu linatengeneza baraka, lakini tusipokuwa waaminifu tunatengeneza maisha ya laana kwenye utumishi wetu. Ni vizuri kila mahali popote unapopata kibali cha maisha ya kuishi na kufanya kazi, jitahidi kuwa na moyo wa uaminifu. Ukiwa mchungaji, ukiwa mwinjilisti, ukiwa mzee wa kanisa, ukiwa muumini wa kawaida, ukiwa kiongozi wa cheo kwa namna yote, aliye na cheo na asiyokuwa na cheo, mahali popote tujitahidi, tujifunze kuwa na moyo wa uaminifu. Na ndio maana Yesu Kristo alipotoa maneno haya, aliwafundisha watu watembee katika moyo wa uaminifu. Moyo usiokuwa na uaminifu huangusha baraka katikati ya maisha yetu. Neno hili linaweza kutusaidia nini kama wana wa Mungu tuliopewa nafasi? Katika habari hii, tukiangalia katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 39 mstari wa kwanza, au sura yote, tunamkuta kijana mmoja ambaye alinunuliwa na watumwa na akapelekwa katika nyumba ya Potifa. Na alipokuwa ndani ya ile nyumba, alipewa nafasi ya kusimamia vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba. Na kijana huyu akawa mwaminifu mpaka mwenye nyumba, mwanamke yule, akamtamani kwa namna alivyofanya uzuri na uaminifu. Lakini yule kijana hakuharibu ile nafasi ya uaminifu wake. Lakini bado tunamuona Yusufu katika uaminifu wake, bado anakuja anapewa nafasi ya cheo kikubwa kama waziri. Kwa nini alipewa nafasi? Alitembea na moyo wa uaminifu. Ili tuweze kustawi mahali popote pa kazi, tuwe na moyo wa uaminifu, tusiwe na moyo wa dhuluma, wala tusijione kwamba tunayatenda ni haki, bali tuyaone kwamba Mungu atupaye nafasi ndiye awezaye kutupandisha. Mungu atupaye kibali, huyo ndiye awezaye kutupa heshima na utajiri. Ninakualika wewe unayesikiliza na mtazamaji, jitafakari katika maisha yako na mahali pako pa utumishi wako. Je, wewe ni mtu mwaminifu? Neno la Mungu linasema tukiwa waaminifu kwa madogo, basi tutakuwa waaminifu hata kwa lile kubwa. Kwa siku ya leo, nikuase kutembea na moyo wa uaminifu popote ulipo, popote unapoishi. Ndugu zangu wapendwa katika Yesu Kristo, neno la uaminifu linatengeneza uthabari mkubwa mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Ofisi yako, ajira yako iwe na baraka. Tembea na moyo wa uaminifu. Mungu akubariki ukawe na moyo huu ambao Yesu Kristo anatufundisha kuwa na uaminifu. Usiwe miongoni mwa watu wadhalimu, bali uwe miongoni mwa watu waaminifu. Tusiwe miongoni mwa watu dhalimu, bali tukawe miongoni mwa watu waaminifu, kama neno la Mungu katika waraka wa Mtume Paulo
barua ya Mtume Paulo kwa Efeso sura ile ya 5 na mstari wa 9 unaosema kwamba kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Tukatembee katika hayo yanayotuelekeza. Pia katika Injili ya Luka sura ile ya 19 mstari wa 17 na 18 neno la Mungu linasema, vema mtumwa mwaminifu, ulivyokuwa mwaminifu katika lile dogo. Tunaona sifa mbalimbali zinatolewa kwa watu waliotembea na uaminifu katika kazi walizopewa. Kila kazi unayopewa jitahidi kuwa mwaminifu. Mahali popote jitahidi kuwa mwaminifu. Sisi kama watoto wa Mungu, ili tuweze kustawi, tutembee na maandiko matakatifu yanayotuongoza na kutufanya kuwa watoto wa Mungu. Siku leo achilia wingu la Bwana, Mungu akakubariki na usikate tamaa. Na kuna amkini ya watu wengine ambao wamefukuzwa kazi kwa sababu walikosa uaminifu. Yesu ni mwaminifu, atakurejesha tena kwenye nafasi ya utumishi wako. Usikate tamaa. Yamkini kuna mahali ambapo ulipofanya hukujua hayo, lakini kwa kuwa neno la Mungu linakufundisha, usikate tamaa. Yesu ni mwaminifu, atakurejesha tena na utastawi kama mtende. Tembea na moyo wa uaminifu katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mungu, asante kwa neno lako ambalo umetufundisha kuwa waaminifu. Tupe moyo wa uaminifu kila mahali tunapopata utumishi wetu, rohoni na mwilini pia. Yawe mazingira ya nyumbani, yawe mazingira ya utumishi wetu, mahali tulipoajiliwa, mahali popote. Yesu, hukuwahi kumkatia mtu tamaa. Hata waliofukuzwa kazi unawarejesha tena ili warudi, lakini kinachohitajika ni moyo wa uaminifu. Tufundishe kuwa waaminifu siku zote za maisha yetu, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mchungaji Sebastian Msukuma, mchungaji wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Rukwa. Amen.